tutaendelea kuhakikisha vyombo vilivyopo chini ya mambo ya ndani vinahakikisha nchi yetu inakuwa salama, na pale tunapokuwa tuna matishio ya kiusalama, ni waombe wa Tanzania watuelewe. Mtu anaamua basi tu kufanya maandamano, kufanya fujo, jeshi la polisi haliwezi kukubali. Tuna suluhu kama hili, watu wanaendelea na shughuli za uzalishaji mali mtaani, alafu tunamruhusu mahabusu mmoja kwenda kusikiliza na mtaani huko kuleta fujo, maandamano ambayo hayana kibali, maandamano ambayo ushahidi upo wa wazi kwa kutishia kufanya fujo, kuvunja amani. Tuache kutumia huduma ya mahakama mtandao eti kwa sababu ya mtu mmoja. Hilo haliwezekani. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kama ambavyo umeona waheshimiwa wabunge, solution ya mahakama mtandao iko vizuri, na hatuwezi kuacha utaratibu wa namna hii tukaruhusu maandamano ambayo yanaenda kuharibu mali na kuhatarisha usalama wa Watanzania kwa sababu ya pressure ya watu wachache. Mimi niendelee kulielekeza jeshi la polisi kuendelea kusimamia sheria na kuhakikisha nchi yetu amani. Hata yule ambaye hataki amani, sisi tutamlazimisha kuhakikisha nchi yetu inakuwa amani na salama. Sheria huwa sio discriminatory. Tumekuwa tuna solution ya mahakama mtandao kama hivi. Inapotokea mtu yuko mahabusu au yuko ni mfungwa, sheria haitakiwi kudiscriminate kwamba mahabusu fulani au exempted kwenye huduma ya mahakama mtandao aende kwenye ule utaratibu wa kawaida wa zamani. Na wakati teknolojia iliyopo haijalishi ni mfungwa wa aina gani, mwenye hadhi gani, teknolojia hii inaweza ikatoa huduma kwa mtu yeyote. Na sababu mojawapo ambazo zilipelekea kuwa na utaratibu wa huduma ya mahakama mtandao pia ni za kiusalama. Kama kuna matishio, kwa mfano wenzetu walikuwa wanasema kwenye maandamano wanaenda kukinukisha, na kwa sababu za kiusalama ikaonekana ni vizuri kesi ikasikilizwa kwa njia ya mahakama mtandao,